Damu yangu. Ndio familia. Wewe kiboko. Kwa nini tena ndugu yangu? Yaani kutoka asubuhi hadi saa hizi zaidi ya 4 unaingiza. Babu mhasibu au? Oya. Hivi faida gani unaipata? Sikiliza ndugu yangu. Iko hivi, hawa wanawake ni watu ambao wanadharau sana. Sawa? Kila kukicha hamna nguvu za kiume, hamna nini. Sawa? Inatakiwa tuwatumie. Yaani natamani hata wewe mwenzangu ungekuwa kama mimi. Tuwaonyeshe. Unajua wanawake ni wengi kuliko si wanaume. Kwa hiyo tukingangania mmoja mmoja wengine wataenda kwa nani? Unakuwa na mwanamke mmoja kama mzazi wako. Kwa hiyo sawa, acha tuwatumie ili na wao wapate kujifunza kupitia sisi. Haina haja kuongea sana. Lakini kumbuka unachokifanya kitakuja kukugharimu. Kwenye nini? Mwanangu ndo kama daladala za Mbagala kale. Ako huyu anaingia, huyu anatoka, huyu ana oya. Haoni kama utatugaa shida sisi watu wako wa karibu. Kwenye nini ndugu yangu? Hivi siku milala hapo unaugua, tutajua yupi ambaye amekuzuru. Familia. Katika wanawake wangu wote ambao umeniona nawe, kuna hata mwanamke mmoja mgonjwa? Mimi natumia akili. Hakuna mwanamke ambaye ana vipele, anakuoa wala homa za mara kwa mara. Unaona si ukimwi unaweza kupima kwa macho. Wanawake walikuwa na mimi. Sasa siku ambayo utakuwa umelala hapa, hautofahamu 40 wala mwalovela. Hiyo ajali kazi. Kwa makini. Mimi nimfuata hapa pembeni zetu site. Site? Kwa leo utanisamehe ndugu yangu. Hapa ninavyokuambia na mgeni uko njiani. Hivi muda na katoro za kusikia mangu na bongo. Tena. Baba kama mashine. Sikiliza, hii ndio dawa yao. Natamani hata uwe kama mimi. Hii hapa mwanangu. Uungi mkono? Oya. Leo utakumbuka maneno yangu mwanangu. Mwanangu ungesomea dini wewe. Basi sikiliza, tumia hata kinga. Pipi hailiwi na maganda ndugu yangu. Wewe mwenyewe si mtu wa Big G. Ukienda dukani unatoa 100 yako pa unapewa Big G. Unatafuna makaratasi. Oa, jiongeze. Poa. Kwa sasa umegoma kwani? Na mgeni. Kesho mimi naingia asubuhi. Poa, wewe mimi kuacha. Poa mwanangu. Fuatilia ushauri wangu ndugu yangu. Sasa ifanye bodi.
Subiri mwanangu nakupigia subiri. Hapa. Nini sasa? Hapa. Tuingie ndani. Hapa. Ndani. Hapana. Utaka hivi nisangani. Sikiliza ndugu yangu. Nitazima nguo au kama kuna uwezekano naomba msaada. Ingia ndani taratibu. Ni mwanamke yuko ndani huko. Mwanamke yuko. Pia ndugu yao tena nini? Chanzo ni mwanamke. Hapana kanisa. Kuna mtu yeyote? Yupo. Hamna mtu, angalia yupi? Hamna mtu hapo. Acha mambo yako bwana, njoo bwana. Kila siku nakuelekeza mambo yako, mwisho wake ndio huo sasa. Mambo gani eh? Oa. Naona ambacho kichokitafuta umekipata, si ndio? Familia. Sasa naanza kukuelewa. Kwa hichi kilichonipiga ni bora ningekusikiliza ndugu yangu. Hebu jiulize, usingetokea pale mimi ningelala mpaka saa ngapi? Na kwanza nimefikaje? Mimi kila nachojiuliza naona wewe mwanamke. Si nilikwambia unataka kunielewa? Ukasi labda mimi nakuonea wivu au sijui ninaumia au na mimi sina hisia, yani wanawake siwaoni au vipi? Nimepigiwa simu niko site. Yani watu kibao wamekuona. Yani sio mjimaanisha wewe, hadi mimi pia umenimaanisha kwa sababu mimi jina langu kubwa na najua mimi nipo karibu na wewe. Maana sio mtu mmoja ndo amekuona, watu wengi wamekuona. Na humo tulimopita tumjificha sawa, lakini watu wamekuona. Ndio nini sasa? Najiuliza, usingekuja wewe ningelala mpaka saa ngapi pale? Kumbe watu wameniona, afu wameniacha tu. Yani kama ushauri nimekushauri vya kutosha, lakini yani unaboa, yani unisikilizi. Sasa hili jambo ni kubwa, yani kubwa zaidi ambavyo unavyofikiria. Mimi peke yangu sitoliweza. Inabidi tumpate mtu mzima kuweza kulisolve hili swala. Kwa hapo badilisha nguo, vaa nini, tuondoke. Yani hapa sio muda wa kupoteza tena. Mimi mwenyewe nishavurugwa hapa. Hapa ndugu yangu, kwa mtu mzima hapa ni mjomba. Basi fanya hivyo tusipoteze muda. Oa, familia mjomba kanisema sana nisio. Oa, ndio vaa tuondoke sasa. Hamna haja mazungumzo, nimekwambia vaa tuondoke. Mara ngapi tunaongea, tunazungumza jambo hilo wewe kama watoto wadogo. Malaya, wanawake watakusaidia nini mwanangu? Wanawake watakusaidia nini? Bora kwanza vitu vya msingi, wanawake haya ndio hivyo tena, ushakutana na majingi. Mjomba. Mjomba. Ukimbia tena? Mbona yeye nikijaga hapa mjagi kwa kuja maniamso. Mjomba. Sawa. Kumbili tatu. Mimi nashukuru. Ndio. Naona hapa nilipitiwa na usingizi. Jomba. Basi tumekuja hapa na changamoto. Mpwao yana changamoto. Huyo akosagi matatizo. Ndio maana tumekuja. Kama kashakopa
au kamtia mtu mimba? Sababu kaka Bananga alisema nipeleke kwa mama, ndo nikuja hapa kwa mama yake. Kwa hiyo tumekuja hapa, tunahitaji msaada wako, msikilize ana shida gani. Maana mimi peke yangu kwa kweli siwezi. Nimpigiwa tu simu, nilikuwa site, nimemkuta katika mazingira sio rafiki. Kwa hiyo msikilize mwenyewe. Mjomba, mimi changamoto zonikuta ni nyingi sana mgeni. Najua umekuwa msaada mkubwa sana kwangu, lakini sina kimbilio jingine zaidi ya wewe. Haya alonikuta imenibidi nije kwa wewe. Umenisaidia sana, umenisema sana. Changamoto ya hii, kuna mwanamke mimi nimekutana naye. Vipi, kuna tatizo? Naona sehemu ulikopo sio salama. Naweza kusaidia? Kama wewe unahitaji msaada. Unaelekea wapi nikupeleke? Popote mimi naenda. Popote unaenda? Kama unahitaji msaada wetu. Kama unahitaji msaada basi nisaidie. Sawa basi. Unaelekea wapi nikupeleke? Niko popote. Uko kwenda? Basi bali ulikopo nayo. Naomba nikusaidie basi, sawa? Sawa. Twende. Subiri. Tati kwa ni taratibu. Taratibu unadai. Twende nyanyuka. Pole. Nini? Pombe yangu. Unaikumbuka tena? Basi. Jipi hapa. Basi. Pombe nimechukua, twende. Pole. Jishikilie. Kila kitu nitabeba mimi leo. Twende. Nini tena? Sasa tunafanyaje? Namna usafiri hapa. Basi ni hata nitaza hapa sasa utembea. Basi subiri nirudi. Sawa. Jikaze. Pombe yako iko wapi? Sitanda kunywa pombe nayo hii hapa hii. Basi. Nitaenda kwanza. Hapo sawa. Ndio msaada wangu, sawa? Nakusaidia usio na wasiwasi. Jishikilie.
Vipi? Njoo bwana. Njoo. Vipi, una shida? Amna. Yule mwanamke ndo chanzo cha haya matatizo yote. Mpaka sasa chumba changu mimi nakikimbia mimi. Unajua nyinyi watoto siku hizi, mimi kwanza wewe unanichanganya sana. Mimi nishakwambia mambo mengi kuhusu wanawake, yaani wewe na umalaya kama nzi na kidonda. Shida yako nini? Mimi mjomba, nilijua wewe utakuja hapa sababu wewe, mimi ndo mama, mimi ndio baba, sio? Unanielewa? Mambo yote unayoyafanya mimi naambiwa na watu, lakini mjomba, swala la umalaya litakuweka sehemu mbaya, sio? Unanielewa vizuri? Sijui unafikiria nini na umekuja hapa. Nikusaidie kitu gani? Nikupe hela uondoke? Nikupe nini? Nataka uniambie nikusaidie nini? Mjomba, kwa hilo nikuta, mimi naomba unisaidie na kuahidi mjomba, mimi nitaoa. Nikutafutie mwanamke wewe kwenye wanawake zako, yule uliokuwa umetembea naye, yule aliyosema baba yake kafa ana nyumba, yule kwa ndo mwanamke yule, na huyo jini atakuganda. Tusipohangaika na wewe, huyo jini atakuganda. Sasa mimi hapa najitolea mara ya mwisho, kwa sababu yupo mtu namjua. Hii ni mara ya mwisho. Sasa wewe mjomba, cha kufanya nenda nyumbani, mimi nitakupigia simu. Kuna mtu kesho, kuna sehemu nikupeleka. Mjomba, hapana, mimi siwezi kurudi kule. Kwa hiyo nikuta mjomba, siwezi kurudi. Hapana mjomba, mimi hapa kuna kiakiba ninacho, kuna kitu hapo nikupe leo utala. Kweli mjomba? Sichekeshi mjomba wako, sinione kwamba mti unaujua? Hapana mjomba. Huu mgalagala na paka. Mgalagala na paka. Umenielewa vizuri? Huu ni mgalagala na paka. Wachawi wengi wanautumia hadi majini. Huu si udharau. Huu sasa ukienda nyumbani kauweke kwenye mto. Sasa.
So unaweka kwenye mto, unamuita mwanamke mwingine, jini yule atakuua, sababu kwa kusimamia kichwani. Shika, usipokee hivyo, piga magoti. Usiukunje. Fue mamako kwa kweli. Usiukunje huo. Weka hivi. Hilo zio la kushoto. Una maziwa mangapi? Una maziwa mangapi? Nenda. Usikae. Inukeni mwende. Usikae. Inukeni. Inuka. Sasa mwambie mwenzako atongoze, mjue mjomba yupo. Naweza nikapata mtu na mimi nikajinyonga vile vile. Malaya nyinyi. Mwili unatetemeka, pumzi zimenikataa,
kilio cha jana kinanifuata leo. Nilicheza na mioyo, nikaeta ushindi. Sasa giza linanihesabia madeni. Kila jina ninalolisikia ni machozi niliyoacha nyuma. Kila kivuli kinaniambia huu ni mwisho au mwanzo. Ya Laili, ya Laili, nimenaswa kwenye mtego wa jini. Kalbi tabana, dhambi zangu zimenipata gizani. Ya Laili, nifungwe kabla roho haijachukuliwa. Mwanamke ni roho, si chombo. Nimeelewa sasa, nimechelewa. Alionekana giza